amepiga kazi yake vizuri, nyinyi pia mnatuza ama nyinyi nje yenu huwa ni ming'ato peke yake? Hata anaweza kuja tu, oya shika nichezee nyimbo fulani. Uone sasa. Ama kuna ile nyingine, salamu alaykum. Alpha Blondy hilo. Hapo homo tayari dude liko. Lakini kuna ule mwenye mimi lazima uje nicheze sound fulani. Mimi basi ni Bazuka na Mkenia. Najibu mimi hilo swali la Gatuzo. One day nataka nifanye kitu fulani. Ona mimi kila nikilala mimi naota na disco langu. Mimi na furaha moyoni mwanangu. Kipita maskani hivi Masela akiwagotea kila mtu ananigotea. Fuli kabisa. Gatuzo mwenyewe mwenye AI. Presenter mwenyewe. 24 hapo napata DJ sawa. Ni wewe unaweza kuwa ni DJ lakini bwanako anakula vizuri, anaishi vizuri mpaka kushinda mtu mmoja anafanya popote. Ni wewe unaweza kuwa ni DJ lakini bwanako anakula vizuri, anaishi vizuri mpaka kushinda mtu mmoja anafanya popote. Kwa hiyo ni kweli kwamba disco linawabeba nyinyi. Ndio umekuja hapa, lakini ukija ukishikana na wakongwe ambao wanajua kazi, lazima utakuwa mkali kivyovyote. Siku kucha mtu anaweza enda mara mbili, mara ameenda huku na huku kote, unaona eh? Kuna mwingine anaweza tokea akasema nitakupa zaidi ya hiyo. Na wakati mabosi wenyewe kionana pamoja wanakula bata. Sasa huyo bado anakuwa wewe ni rafiki yako. Ukweli ma-DJ walikuwa wengi lakini kulingana na saa hii Chonyi inajulikana sana kwa madisco vumbi. Hiyo ni jitihada za some of these guys hapa na wengineo pia. Hawa ni kati ya watu ambao wana drive hii industry yote ya disco vumbi, na nimekaa nao hapa leo. Kuna mawili matatu ambayo tunazungumza. Nikianza na huko mwisho kabisa, watu wanaweza kuchukulia kama nyinyi sio ma-DJ wakali kwa sababu eti mnafanya kazi kwenye disco ambayo tayari liko na jina na tayari lishaji establish, unaona. Kwa hiyo kwa sababu ati disco linajulikana na liko na mashabiki, watu wanahisi kwamba wewe bora tu kwa hapo ndani wewe watu watakushabikia, wataona tayari wewe ni mkali. Hivyo ni kweli ama inabidi wewe mwenyewe mnoma pia? Hiyo kusema ukweli hiyo ni sawa, lakini nategemea na watu ambao unafanya nao kazi ni wagani. Manake kama sound iko na jina tayari, jina limetrendi, alafu wewe bado uko underground, ukija pale ukishikana na MC ambao ni wakala, ma-DJ ambao ni wakali, lazima utajulikana. Ndio. Unanisoma bro? Kwa hiyo ni kweli kwamba disco linawabeba nyinyi? Yaani kusema ukweli sisi ndio tunabeba disco, seti disco na tubeba sisi. Manake disco hizi pata kazi kabla hawa viongozi wenye ambao watasema kwenye mashini na wazungusha umati, unakuta? Kwa hiyo mtu hata kama sio mkali bado anaweza pata mashabiki, yeye kama DJ, kama MC, yeye mwenyewe, yeye peke yake. Hata kama si mkali, bora tu anacheza hapa vibrator, anaweza bado aka stand out na akawa kati ya wale A-list, si ndio? Hiyo nategemea, sababu wewe kama si mkali ulioko kwa vibrator na kama ni MC ama ni DJ, wewe si mkali lakini umesikana na MC ambaye ni mkali. Wajua MC ndio ambaye anakuza vipaji vya madisco, na istoshe pia ma-DJ nao pia wanapanda juu sababu ya MC. Umeelewa bro? Sasa kama wewe si mkali ndio umekuja hapa, lakini ukija ukishikana na wakongwe ambao wanajua kazi, lazima utakuwa mkali kivyovyote. Kwa hivyo hapa ukija hata kama wewe si mkali bado utakuwa lazima utaiva. Utakuwa mnoma na utakuwa vibaya na kusema mambo hiyo, lazima utaiva. Na utang'ara. Sasa na ile kwamba sasa hii vibrator imekuwa ikicheza sehemu nyingi tofauti. Ndio siku moja vibrator kuna set moja imeenda huku, set nyingine imeenda huku, set nyingine imeenda huku, na mashabiki nao hivyo. Hawezi acha vibrator icheze tu hivi ati wamelala, hawalali. Siku kucha mtu anaweza enda mara mbili, mara ameenda huku na huku kote, unaona? Hivi nyinyi mnaichukuliaje mashabiki ambao wanajitolea kwa kiwango hicho? Bro, wewe mashabiki kama hao unaonaje? Kweli is it okay ama wanatumia nguvu nyingi kuonyesha ushabiki wao, ama wewe ni love ya aina gani unaichukuliaje? Hiyo ni sawa kabisa kulingana na hii sound yenyewe tayari. Hiyo yenyewe tayari najibeba, na kujibeba kwa sound ni sisi wafanyikazi ndio tunabeba hiyo sound. So shabiki fulani anaweza kuwa amefika mahali fulani hivi, kuna sound kwa mfano Kila ama Kasongo amefika hapo, amekuta Dogo Dia yuko hapa, yuko hivyo, unaona? Sasa yeye obviously pale ataka pale, lakini baadaye flavor ni hiyo lakini yataka mtu fulani, kwa hiyo atatoka pale ende kule. Kwa hiyo mashabiki venye wanafanya, mimi sioni eti wako sawa. Wako sawa kabisa. Kwamba watuke disco ili waendelee nyingine. Hiyo ni sawa. Ni sawa. Mwanangu hapa kati
pia lako ninalo pia swali. Haina shida. Nataka nikuulize hivi, kwa hii timu mko kama ma DJ wangapi? Kwa hii timu wote, achana na nyinyi ambao mko hapa mbele. Kando ya nyinyi kuna wengine kama wangapi? Acha nikujibu. Kiukweli ma DJ walikuwa wengi, lakini kulingana na saa hii kuna baadhi ya wengine walienda. So kimimi tayari siwezi kuambia sasa tuko ma DJ wangapi, maana yake sijawahesabu. Hujahesabu. So mpaka nikae nijue timu iko vipi, maana yake kusema leo kweli hata kuna wengine simeambiwa ni wamekuja leo. Hapo kwa kununuliwa hapo ndo mimi nakuja hapo napenda sana. Ukiwa unacheza na mtu ni rafiki yako, mmeanza pamoja, labda hata mmejifunza pamoja hapa, alafu imefika point kwamba yeye amepochiwa, ameokotwa, ameenda anacheza kule kwingine, unapata anacheza kwenye timu pinzani. Sasa huyo bado anakuwa wewe ni rafiki yako, ama inabidi mtengane kwa sababu ya interest ya kibiashara, ama tunaendaje? Mimi kiukweli bro, mimi siwezi tengana na mtu kwa sababu ya disco ya mtu. Sauti yako iko chini bro. Siogope, tuambie bana. Kiukweli mimi siwezi tengana na mtu kwa sababu ya disco ya mtu, ama vipi? Kwa sababu hata yakienda yeye bado ameenda kujitafutia. Na hapa ndio maana paka hao wenyewe hapa wanapaita ni kama ni academy. Vibrate Nation ni kama academy. Unaona? Hapa tunaweza kufunza na ukiamua kwenda pia unaweza enda, tunakuruhusu. Unaona? Kwa sababu kila mmoja ana uamuzi wake. Na unaambiwa heshimu uamuzi wa mtu. Maana kila mmoja ana kwao. Siwezi jua wewe kwenu kuko vipi na mimi sijua kwetu kuko vipi. Kwa hiyo maongezi yako na bosi wako muongea wewe na yeye. Ukiongea mkielewana, unaweza ona pengine kule kuna kuridhisha, unaweza enda. Na mimi hapa pia kulingana na vile niliongea na bosi wangu paka toka nianze muziki paka sasa niko hapa. Pia mimi mshahara wangu naridhisha. So sasa mtu akienda kule naweza mchukia. Kweli ni hivyo. Hivyo. Kabisa. Hiyo ni sawa kabisa. Maana utatengana naye vipi wakati ni rafiki na urafiki ulianza kitambo? Kama vipi? Sasa mimi na wewe tutengana wakati mabosi wenyewe kionana pamoja wanakula bata. Haiwezekani. Na sasa wewe unaona sababu kubwa sana ya kufanya mtu aondoke hapa ende pengine kwa nini? Kwa sababu kama ni mashabiki wapo, kama ngoma ukienda cheza bado watu wanakuja mingato nini, unaona wanawakubali. Sasa kwa nini mtu basi aondoke hapa aende cheze kwenye disco lingine ambayo ina mashabiki? Sababu kubwa yani huwa pochi ndo haijakaa vizuri, ama ni vile mnavyotritiana hapa ndani? Sababu kubwa mimi naweza kujibu hilo swali. Kwa sababu katika hizi biashara, si biashara hii ya disco peke yake. Hata ukiingia kazi kama ni kwa kampuni ama ni wapi, waga kuna maelewano, si ndio? Wewe huwezi fanya kazi kabla maelewano. Ukija kwangu kama mimi ndo bosi, tukielewana, ukiridhika kufanya kazi yangu, ina maana tumeelewana, umeridhika. So kitu kinachokuondoa pengine ile pesa ninakupa mimi, kuna mwingine anaweza tokea akasema nitakupa zaidi ya hiyo. Lakini ukumbuke mimi nakupa hiyo kwa sababu hata sound yangu tayari iko na fan base. Kule ukienda unakuwa ile haina fan base. Atakupa 8,000 kweli, lakini hakuna fan base. Unaona? Kitu yani nakuja kama hivyo. So hapa ni tamaa yani. Kitu kinaweza kuondosha DJ kwa sound ni tamaa. Tamaa pekee yake, ama kwa sababu Gatuso. Wewe ni top fan hapa. Na mimi basi ndo mwenyewe kabisa. Wewe umekuwa fan hapa kwa muda mrefu sana. Yeah. Na sasa huku kuguragura huku wewe unaona inasababishwa nini? Guragura. Ni interest ya mtu tayari. Yeah. Wakijisikia ni mimi hapa siridhiki, kule naridhika. Mbona fuli? Kuridhika sana kama kivipi? Kuridhika kwa sababu ya malipo tu, ama kwa sababu labda kuridhika kivipi sana? Ngoja nikujibu kabla ya Gatuso. Nataka kila mtu apate nafasi yake. Ngoja najibu mimi. Sema maoni yake. Msikize huyu. Najibu mimi hilo swali la Gatuso. Unaona? Wewe ufanya hivi bro. Unajua mtu huwezi kuwa unalipwa mshahara wenye unaridhika ukatoka pahali, hiyo ya kwanza. Unaona? Na huyu tayari amekwambia kuna ile kuhamahama kwa mtu, hiyo ni kama ni nature yake. Anaweza kwenda hapa, kesho uko kule, kesho uko kule, kesho uko huku. Unaona? Sasa huwezi mzuia. Unaona? Lakini kusema hilo kweli, kama mimi tayari Dogo D nimefanya kazi na madisco mengi na mishahara ninaijua. Hata ukiniambia unaenda pahali unalipwa zaidi ya 10,000 ama 20,000, hiyo ni kama unanidanganya. Manake mtu mwenye hajafanya kazi na disco ndo anasema, lakini kwa wale ambao wamefanya kazi kwa hii industry haiwezi kusikiza huo ujinga. Ama ni urongo? Ni kweli hiyo.
Brother, hapo mwisho mimi nakujua vizuri kwa sababu nimekuwa nikikuona kwenye hivi vitu since day one. Matuo 7 huko. Kabisa enzi za Simba Simeni zile. Ulikuwa unazicheza tayari hizi vitu. Mpaka sasa bado upo. Na unafanya mambo yako vizuri. Kwa bidii ambayo umekuwa ukiweka muda wote huo. Kuna vile ambavyo mtu ambaye anajituma huwa anajituma kila siku. Ukiamka wewe una focus na kucheza ngoma, kuridhisha watu, kufurahisha watu. Kunakuwa na ile yani ile unasema one day nataka nifanye kitu fulani. Nataka una dream fulani kubwa, una jambo kubwa lako ambalo unataka uje ufanye. Hapo uko sawa, Sanga Mlatino hapo uko sawa. Unakuta ndo mwenye kanisa huyu, ndo Mzaramo ile kama mwenyewe. Unakuta? Ona mimi kila nikilala mimi naota na disco langu. Umeelewa bro? So kadri venye tunavyoishi. Mimi naomba Mungu one day one time itakuwa na miliki sound yangu bro. Na unapoenda hivi unaona kwa hiyo speed ulionayo unaweza kujipata kama mwezi, miaka, kama muda gani? Acha tu nisikudanganye. Acha niambie tu media kuwa hii mwaka ikiisha hata mwezi yaweza sifike niwe na miliki sound yangu. Basi ni ukweli mzazi. Wewe ni star sana na kila utakapopita watu wanakujua kabisa yule mwanangu yule DJ. Wengine wanaomba picha, wengine unaona wengine wanaogopa hata kuongelesha, wanakaa tu wanaambiana hapa kando kando hivi. Na wewe kama star unapita kule. Huwa unajisikiaje wewe ukiwa unapita alafu watu wanakuongelea, watu wanakuangalia? Wewe una feel kwamba jambo ni kitu ambacho kinakufurahisha? Mimi na furaha moyoni mwanangu. Kipita maskani hivi Masela akiwagotea kila mtu ananigotea. Fuli kabisa. Sababu mimi mwenyewe sina kinyongo na mtu yote. Na jambo la pili sijui kukasirika ni nini. Sio. Bro, watu walivyokuwa labda wanakuomba picha ama hata wewe. Watu wanavyokuwa wanakuomba picha, wanakusimamisha, labda kuna kitu chako mwenyewe unataka ufanye, hujafanya. Labda kuna siku maybe hata uchomba picha ukabidi ukatae kwa sababu ulikuwa una haraka, alafu watu wanaanza kusema maybe jamaa anadharau ama amekuwa star sana. Hilo jambo unalichukuliaje? Jambo kama hilo mtu kama mimi nalichukulia tu tuseme ni kawaida, kwa sababu hata wewe kama unajulikana na watu wengi, obvious ukifika mahali hivi kuna wale wenye wanakugotea, vipi mwanangu nini? Kuna wale wenye wanataka picha nini hivyo. So unaweza kuwa mwenyewe uko na haraka kwenda mahali fulani, au sio? Sasa upate jamaa amekusimamisha pale, anamwambia mwanangu basi cheke mimi niko faster ona. Sasa ukimwambia mtu kama vile, mtu anaweza kasirika kuta basi huyu jamaa kweli anajikuta star sasa, lakini kiwewe unaona kabisa umefanya sawa, kwa sababu mahali kwenye unaenda pengine wangojewa nini hivyo unakuta. So pia shabiki na yeye pia nielewe ikifikia mahali kama hapo. Kama la goga tazia wewe. Mara zingine mashabiki wana mind, wanakuwa ndio Niko sawa hapo? Uko sawa? Haya, sawa. Swali lingine linakuja kwako bro. Kuna tetesi nyingi, yani watu wanakuwa wanachukulia kama ni unajua tena kila mahali, kila soko walikosi mwendawazimu kama wanavyosema. Kweli. Kuna watu wachache ama wanachukulia kama basi wewe ni star, wewe unajulikana kila mahali, madisco, mademo wanao, lakini wanasema sijui hawana pesa, ni watu ambao wanaishi leo, ni watu kupata tuna kutumia tu. Wanaona kama nyinyi yani kidogo mwelekeo, yani wanaongelea vibaya, wanakuwa wanaona nyinyi hamna mpango wote na nini. Sio kama hilo jambo lishe kutokea wewe na wewe una deal nalo kivipi wewe personally? Kiukweli hilo jambo halijanitokea mimi na wala si mimi peke yangu, limetokea kwa kila mtu. Kwa sababu kitu cha kwanza tayari mtu mwenye anaitwa DJ huaga ana sifa mbaya. Maana hata unaweza kuwa uko nyumbani lakini bibi yako ulizwe bwanako ana kazi gani, akisema ni DJ wale wengine watamdharau, lakini wewe unaweza kuwa ni DJ lakini bwanako anakula vizuri, anaishi vizuri mpaka kushinda mtu mmoja anafanya popote. Umeona? So hiyo sikatai. Hiyo sikatai. Unaweza kuwa DJ lakini ukashinda mtu mmoja anafanya kazi pote kwa sababu bibi yako anakula vizuri na anavaa kama ni watoto wanasoma. Kwa sababu unajua huu DJ mtu mwenye tuseme ni bachelor ndio wanaweza chukulia kama venye wanaongea. Lakini kama wewe una bibi nyumbani ama hata acha bibi nyumbani, hata una familia nyumbani unategemewa. So huwezi kuwa wewe utasifiwa kwa mabaya. Ona, lazima sifa nzuri kutoka nyumbani mwanzo. Ona, maana hata rafiki yako mwenyewe unaweza mchukua ukienda naye kwenu
venye utachukula pale kwenu yeye ndo atapaenda sifa pale. Unaona? Ni kweli, lakini nimeenda kwa kina fulani, mamake amenihudumia vizuri, nimekula mchana, nimekula asubuhi, nimekula jioni, yani nimelala yani, unaona? Lakini kama kwa mfano acha nikupe, unajua watu wengi wao wanajisahau. Unaweza jiona umepata vipesa, ama kwa mfano ni DJ, ama tuseme kama ni boda boda, unaweza sema mimi kama sasa mimi nimeshinda Chonyi. Sasa sikula nyumbani asubuhi, sikula nyumbani mchana. So sahi nikisema naingia pale nyumbani, niingia tayari kwa nyumba sahi nilale, watu hawatanielewa. Watu wataniona pengine nimeanza kupiga kwangu unaona? Ndio hata kama wewe nikuchukua nikupeleke pale nyumbani, siwezi ulizia sima. Lakini chenye nakipata hapa kama nakipeleka kule nyumbani, wewe nikikufikisha ndani ya nyumba, naweza agiza nikasema wewe pika, na kama ni kuku naweza agiza kuku kasema mshika yule. Kwa sababu mimi mwenyewe chenye napata hapa kinanifugia familia yangu. Seti mambo na mademu, ama ati nikitoka hapa ati naenda klabu ama naenda kuzembea sijui nini. Unajua sifa zetu ni hizo. Hiyo sikatai. Sifa zetu ni hizo. Ma DJ wana sifa mbaya na boda boda wana sifa mbaya. Kitu kingine ambacho kinanishangaza sana, swali ni lako bro. Sawa. Kinanishangaza sana kuhusiana na ma DJ. Najua wewe tayari umri wako umeshasonga songa kidogo. Lakini ma DJ wengi nakula chumvi sana. Hii si safi kwa ubaya, mimi si wa mind jamaa, maamuzi ni yenu. Lakini sawa. Ukipata DJ sana kwa umri kama miaka 25 hapo, 24 hapo utapata DJ shaoa. Hata some of us hatufikii hiyo 24. Mara zingine hata 23, 22, hata mtu ashajipanga tayari yuko sawa, unaona? Na sio kwamba eti ni mapema sana, lakini ni umri ambao wengi wetu tunakuwa bado hatujaoa. Hivi ni kitu gani ambacho kinafanya sana ma DJ tunakuwa tunaoa kwa umri huo? Mimi sikufichi bro. Ngoja kwanza ni yake. Mpe nafasi kwanza alafu. Chenye tafanya sisi watu tunaoa mapema ni nini? Ni kukataa ile kupiga nje, unakuta. Manake ukiwa na bibi nyumbani, chenye utakipata kulingana na sound, si ndio? Utaboga nyumbani. Utaanza kufikiria nyumbani, mwanzo ujipange, alafu chenye kitabaki kesho tutaangalia. Wacha niende kapige show, kapige pale na wenzangu ama vipi. Lakini jambo la kwanza ukitoka kazi, familia. Uipangie familia, haya. Na wewe pia utajipangia chako, kama ni mia vya kuhesabu, wacha niingie maskani fulani mikagonge na wenzangu, sawa? Kwa hiyo ina to ground, inatusaidia sisi kufocus na nyumbani zaidi. Kabisa. Bila kuangalia Halima, Amina. Sawa, si ndio? Mimi kusema kweli, muziki tunaofanya kama kazi. Kisisi yani. Si kimimi kisisi. Kuna baadhi ya watu wengine wanazofanya muziki ni kama push time, kama ubisho, si ndio? Maana wengi wanasema muziki kwao ni push time. Lakini hakuna kitu kibaya kama una push time ufanye muziki kama miaka 20. Kuja push time wewe ndio umeenda. Si ndio? Maana huu ni muda unaenda. So hiki kile tunakipata hapa, una uwezo wa kujiwekea na ukafanya kitu. Ndio maana paka Mzaramu amekwambia hata kama mwaka utaisha, lakini mwezi wa 4 inshallah. Hiyo basi naomba Mungu kabisa yani. Mimi sijasema ni lini nitamiliki sound, lakini kwa vile yeye amesema acha tumuombe Mungu kabisa. Kama hii mwaka itaisha, lakini mwezi wa 4 hapo Mungu yani saidia sana. Wakati wa kulaunch tuje tu-launch. Hata usijali. Top fan, swali lako hili hapa, top fan. Gatuso mwenyewe mwenye AI. Presenter mwenyewe. Jamaa na gorofa lake. Gorofa alikuwa na 3 floors. Paka background. Swali hili hapa. Mimi wanaona sana kwenye shows ambazo zinafanyika. Sana live shows. Kwenye live band unapata mtu akiimba kama fan pale amebambika sana. Anakuja na tuza msanii. Unaona? Nampa labda noti, wengine wanapenda madola kabisa, wengine wanapenda hata 200 tenga. Wewe kama top fan ukienda pale kwenye muziki, ukiona DJ amemix vizuri, ukiona MC amepiga kazi yake vizuri, nyinyi pia mnatuza ama nyinyi nje yenu huwa ni mingato peke yake? Tunatuza. Sasa unajua bwana, sisi ni watu wa grade 1. Sawa. Sasa ukinibamba mimi kijobo hapo Jimboko. Mbona fully? Si Mboko ndio shairi yako. Jimboko, Jingara. Mbona fully? Siku yaenda. Kwa sababu inafaa msanii ama DJ akifika nyumbani anahesabu, anasema kazi yangu ya leo kweli imelipa. Wangapi nimewafurahisha leo? Kando na zile za bazuka. Kwa sababu bazuka lazima analipa watu wake, si ndio? Lakini kuna zile za pale kwa stage pale. Zipo huwa ama huwa hakuna?
Wao wenyewe zipo nyingi sana bro, zipo. Shaifanya wewe top fan. Mimi huwa ni Mboko, Ngara. Acha hilo swali nilijibu. Mimi naweza kusema huwa ziko kwa sababu gani? Kitu cha kwanza tukifika shuleni kuna wenye shule wanaweza sema tutengezeni mix. Na ile mix wasi pesa bazuka, wani pesa yetu. Mtu wetu kikwambia kama na 1400 lazima utoe. Maana yake sisi ndio tutacheza mix, si bazuka. So tunaweza elewana kitu hata kama na 3000 na 2000 ile ni yetu sisi. Alafu kuna wale unajua kupoa pesa kwa tawa inategemea na venye unavorembesha kabisa. Manake kuna mtu anaweza kuwa yuko hapo, hata anaweza kuja tu oya shika mchezee nyimbo fulani, lakini hutamchezea kwa sababu ukiangalia pale kwenye huko na hiyo nyimbo yenye anataka haiwezi ingiliana pale, lakini kwa sababu amekupa itabidi wote angalia viswahili vya kumdanganya ili aende. Lakini hata kama bado yuko, hata kama ni saa 10 ni saa ngapi, unaweza mridhisha akaongeza pesa zaidi. So zile waziko. Kwa hiyo nyinyi mtu akija akirequest ngoma inabidi yani kama hauko vizuri, kwa sababu mimi najua ma DJ si kila ngoma unaweza ukaweka tu kamisi. Hapana, nategemea na mood, nategemea na tempo. Inabidi sasa mtu kama analipia ile ngoma inabidi tuseme kulingana na kuna kitu inaitwa kama ni request, tuseme kama ni mchango, akiomba tumpe, tunaweza mpa kwa sababu tuko kwa harakati ya mchango. Lakini kama tuko kwenye ngoma zetu, tuseme kama ni tamasha, tumeanza kama ni gear flow saa 6, so kuna ngoma za hiyo haipinga hiyo time. Hatuwezi kuwa tumefika ngoma za saa 6 alafu uje unaambia kucheza kanungo. Unaona itakuwa unataka kunikoroga. Maana itabidi uregeshe ujue. Hebu nipe dakika kama 2 mwanangu alafu ndo nipigie tafadhali. Ndio kwa hivyo. Sasa niupige maana yake nimezimaliza, lakini sawa atakuflash tu na simu nyingine. Tunaweza ingiliana za cheza hata kama ni rhythm, ucheze na kama old school zingiliane. Sawa. Poa. Si kila ngoma unaweza kucheza. Kuna ngoma mtu anaweza kwambia, "Oh, nipigie ngoma fulani." Hata unajua unaweza kuwa ni ngoma za saa 6 na ukapiga old school hata kama ni moja na ikabamba mpaka mafans wakaruka, lakini kuna ngoma zingine hazingiliani hata ukafanya vipi hazingiliani. Maana wewe siwezi kuamini nimefika kwa flow saa 6 uje niambie nichezee reggae kama Never Too Late. Sitakuwa kama unapoteza tu. Remember me ndo yangu. Umepanga playlist yako uicheza nayo poa, alafu mtu aje kwambia pigie Remember me hapo katikati. Sawa uone sasa. Ama kuna ile nyingine Salaam aleikum. Alpha Blondy hiyo. Bro, Alpha Blondy. Wewe ndo umri gani? Mimi sasa niko na miaka 25. 25 sasa hivi. Yeah. Sasa kule nyumbani kwetu, kwa sababu mimi naamini hiki kitu kinakuwa kiko kwenye familia nyingi. Mzazi anakulea vizuri, unaenda shule nini, analipa hata kama ni fees seko zile nini, anakuwa ana hopes kwamba sana unapata mtu ana daktari, mwalimu, unaona labda lawyer. Hivyo ndio vitu ambavyo wazazi wetu wanafikiria kwamba tunakuja kufanya tukiwa wakubwa. Sana yani au wewe unataka awe daktari mtoto wangu mimi. Unaona? Hakuna mara nyingi usikii mzazi anasema nataka mtoto wangu aje DJ. Hapana. So inapofika ile tema ambayo sasa wewe ushaanza kujifunza DJ pale home, watu wakisikia habari imekuwa si good news sana vile. Je, kwani wewe waliposikia walianza kuleta maneno akaanza kukuambia uache ama iweje ama walipokeaje? Na mpaka kusema ukweli home tayari dude liko. Kusema ukweli mimi nasoma tayari, hata ile dude ndo lilinisomesha mimi makuta. Mzee wangu yuko nalo. Sasa hiyo interest ilitoka huko kwa mzee wangu mimi. Natoaje kweli ile sound yenu? Newmark. Kabisa. Hata washe kujecheza Rofasi, hata modi mwenyewe ule ashaanza hapo nyumbani. Unakuta. Sasa interest ilitoka hapo sasa. Hapo aliposikia hata hakushtuka. Mimi mwenyewe niko heavy, lakini mimi napiga buku bro. Sikia, mimi sekomi nilipiga biplane, wanasema nasoma engineering. Niko hapa tu lakini mimi bado nasoma. Kwa kifupi mambo yako sio mabaya. Mambo yangu kwanza ENG. We have targets. Sisi tuko hapa tu lakini tuko na malengo yetu. Lakini hiyo pia nayo hiyo pia inaleta sasa conflict nyingine. Kwa sababu kama nyumbani kuna muziki na wewe uchezi huo muziki unakuja unacheza vibrator. Huoni kama hapo inaleta kidogo conflict of interest?
ina depend na level. Level yenye niko nao mimi sasa hii siwezi cheza ile sound kwa sababu ile sound bado iko chini, tuseme unasikia, na market yake bado iko down unakuta. Na sasa mimi vile ile level yenye nimefikia, nashukuru. Nilikuja hapa nilikuwa dogo kweli, lakini nilikacha mpaka sasa nimefikia hapa unakuta. Huwa husikii kama inakutempt wewe kwamba umeona customer anakuulizia vibrator, bei ya vibrator, of course nadhani kwamba bei ya vibrator iko juu kuliko ya nyuma. Alafu ile akianza kubagia naambia basi chukua hii yetu ya bei ya chini, acha tu. Huwa haikutempt ile, kwa sababu sasa hiyo jambo of course huku vibrator hilo jambo halitakuwa zuri sana, hata lipokea kwa yaani hawatapenda kusikia kwamba wewe unawaambia waache hii wachukue ile yenu, lakini pia na wewe pia nao unaweza taka kuchukua ile leo, kwa sababu ndio hivyo. So wajua, si ndio hivyo bana, hawa nini, customers wako tofauti. Kuna ule mwenye uko na uwezo na kuna ule mwenye hana. Unakuta kuna ule mwenye anasema mimi hata nikapata sound fulani shughuli yangu mimi itafanyika, unakuta. Lakini kuna ule mwenye mimi lazima uje nicheze sound fulani, unakuta. Sasa hapo mimi siwezi laumu, unakuta. Kulingana na ile level ile sound yetu mahali kwenye iko. Okay. Sawa. Nashukuru sana kwa muda wenu. Labda kama kuna yeyote tu, ama hata kama ni wote, kama kuna jambo ambalo nataka muongezee, ama kuna topic yote ambayo mnaona hatujaiongelea, nataka niwapatie nafasi hii kuanzia hapo mwisho. Useme kama kunacho ama kama hauna. Hapa kwa upande wangu mimi cha kuongezea, mimi naona raha nikiwa na timu kama hivi. Yaani unakuta pote pale utakapotembea, lakini mimi naona raha nikiwa na timu kama hivi. Especially on timu ya Bazuka. Mbona wana love sana, natoka long time yani. Umeelewa? Lakini Sanga Mlatino. Maana mimi mwenyewe ndo mwanzilishi wa neno kanisa kubwa, unakuta. So mimi kijiita mwenye kanisa hapo takuwa sikosei. Sio. Kabisa. Nikijiita mwenye kanisa mimi sikosei. Umeelewa? Mimi basi ni Bazuka tamwikenia. Bazuka tamwikenia. Tadi kala ni kabaki waya, atakuzwa rosi baki waya. Tena ni Bazuka. Kazi ni Bazuka tu. So waya. Bago maganga. Tamwikenia. Hiyo ni sawa kabisa. Sisi usemalo kweli Sanga, bwana Sanga. Nashukuru pia wewe kwa kupoteza wakati wako. Sijapoteza, nimeutumia. Ni sawa, acha tuseme sawa. Hujapoteza, umeutumia. Ni sawa. Umetumia wakati wako mzuri kuja kuwa na sisi. Nashukuru kushinda pamoja, maana mimi hata sikutarajia kwa mtu kama wewe utafika, si ndio? Na acha niseme ninafurahia kwa sababu haya ni malengo yenye ni kama vile nimetangulia kusema. Kuna vitu vikitik hatuwezi faidika sisi ama wewe peke yako, lazima sote. Inaitwa kitu sote yani. Kuna vitu tutapata kulingana na vitu kama hizi. So hata kesho tena nakuomba kama unaweza chukua muda wako kama hivi, tuendeleze pia kuenuana hivi, maana wewe bila sisi huwezi na sisi bila wewe hatuwezi. Kweli. Tukimalizia sasa. Nikusema ukweli yani nimefurahia sana mtu kama wewe kuja kama mahali kama hapa bro, sio? Nataka nishukuru viewers wote ambao wamekuwa na sisi tangu mwanzo wa hii interview mpaka kufikia hapa. Ni wachache sana ambao wametazama hii video mpaka kufikia wakati huu ambao sasa hivi wananitazama. Kwa hiyo kama uko hapo na unatutazama, naomba ucomment na emoji ya kopa ndio tujue kweli kama unapenda na unafurahi. One love yani, one love. Sana. Pamoja sana. Pamoja.